Tumeingia ndani, si unajua mwanamke na mwanaume mkiingia ndani si unajua kinachoendelea. Sasa mwenzangu alikuwa hajawahi na mimi sijawahi, sema nilikuwa nahitaji lile jambo litokee. Nililia sana, niliumia sana. Nimesiji kusahau katika maisha yangu hicho kitendo. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Hii ni exclusive interview kutoka kwa brother ambaye anadai, anakiri na kuthibitisha ya kwamba maswala mazima yanayohusiana na mahusiano kwa upande wake yeye, kile alichokiamini na alichokuwa akifikiri kinaweza kutokea kimegeuka kikamtesa, lakini baadaye sasa hivi hapo mambo ambayo yanaendelea. Sasa tunakwenda kujua ni kitu gani na kwa nini kimemtesa mpaka ameamua kutuelezea siku ya leo. Kabla ya kusikia kutoka kwake, ni wakumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofya subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV, kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Brother, habari? Safi, habari. Salama, hongera kwa majukumu. Asante. Kwa wanafamilia wa Tiki TV nikupe nafasi ya kujitambulisha. Kwa majina naitwa Omari Juma. Sawa. Omari Juma, tuweze kuifahamu historia yako kidogo. Ni mtoto wangapi katika familia kuzaliwa kuelekea kukua hadi siku ambayo unakutana na huyu mwanadada ambaye unadai kwamba hauwezi kusahau kile ambacho kimetokea kwenye safari ya maisha yenu? Ni mtoto wa tatu kwenye familia. Ya watoto wangapi? Ya watoto watatu. Okay. Mtoto wa mwisho kwa maana ya. Mtoto wa mwisho. Mtoto anayefaidi upendo wa kaka, dada kama ni wakubwa mpaka wa wazazi. Ndo mimi hapa. Hongera sana, hata sura inaonesha. Sawa. Pengine kuwa mtoto wa mwisho ndo kulifanya masuala ya mahusiano yakaja kuwa na ugumu kwako au vipi? Masuala ya mahusiano kwa mara ya kwanza uliingiaje na ilikuwaje, na huyu mlikutana wapi, huyu mwanadada unayemzungumzia? Huyu mwanadada ninayemzungumzia ni mtu ambaye nimekuwa naye. Maana yake mtaani au shule au wapi? Mtaani, shuleni. Tukienda shuleni tunaongozana naye, tunapotoka tunaongozana naye. Sema alikuwa ananizidi darasa. Mimi nilikuwa chini yake, yeye alikuwa juu yangu. Unaona? Yule mwanadada katika kuishi si unajua mapenzi hayafichiki. Yule mwanadada nilikuwa nampenda na yeye alikuwa ananipenda. Of course ilikuwa tunapendana. Tulikuwa wadogo tu. Unajua mchumba tunaenda mpaka tunakuwa tunabale, tunaenda mchumba ikawa hivyo, unaona? Tumeishi kwenye mahusiano, tumeongea vitu vingi sana, tumeidiana vitu vingi, bwana tutaoana, bwana tutazaa watoto, itakuwa ni hivi na hivi. Sawa. Basi sasa katika bale yetu, unaona? Siku na mambo itabidi muwe mnafanya nini? Yani kama mapenzi inabidi muwe mna sex, si ndio? Hapo tulikuwa tumeshakuwa kubwa. So kwamba tulikuwa watoto, tulikuwa tushakuwa wakubwa. Basi sasa katika mapenzi, yule dada, mimi ndo mwanamke wa kwanza, na mimi kwangu ndo mwanamke wangu wa kwanza kufanya naye mapenzi. Basi nimeishi naye kama. Mmeishi kivipi? Wakati bado kila mmoja kwa wazazi wake, au mmeshaanza kuishi pamoja? Kila mmoja yupo kwa wazazi wake. Kuna siku nilikuwa nyumbani, akawa anatoka kwao, akawa anamtafuta mdogo wake. Katika kumtafuta mdogo wake, mimi nikamuita nyumbani, akaja. Alivyokuja nikaingia naye ndani. Tumeingia ndani, si unajua mwanamke na mwanaume mkiingia ndani si unajua kinachoendelea. Sasa mwenzangu alikuwa hajawahi na mimi sijawahi, sema nilikuwa nahitaji lile jambo litokee. Basi katika mvurugano akawa anapiga kelele. Unaona? Katika kupiga kelele watu wakajaa nje. Watu wamejaa nje, fulani umebaka hivi na hivi, mwanamke analia, hataki. Unaona? Basi mama yake kipindi hicho alikuwa nani kazini. Basi akapigiwa simu, kupigiwa simu. Alipopigiwa simu akaja na pikipiki. Alipokuja na pikipiki
amekuja pale na pikipiki, amekuja akitukuta sisi nadhani tukao tushaondoka. Nimetoka ndani na mwanamke akanifuata. Kunifuata mwanamke, ule mwanamke mimi nakimbia naondoka, akaniita akanisimamisha, simama, nikasimama, ananifuata nyuma. Basi nikasimama, nikamsibiria, nikamshika mkono hao, tukawa tunakimbia, tukaenda mbali hivyo, tumeenda mbali. Tumekaa na ule mwanamke paka mida saa 12, saa 12. Basi katika kwa paka saa 12 nikaona sio kweli, siwezi kuwa naye paka sasa hivi, inabidi arudi nyumbani. Basi mimi nikawa na mdao kajioni yako, kajioni nikawa namrudisha. Afika pale nyumbani namrudisha, akasema sawa anaenda, kumbe akaondoka akaenda kwa mama mdogo wake. Basi ikawa hivyo, alivyoenda kwa mama mdogo wake, basi mimi nikaendelea na mambo yangu. Nikamaga na nyumbani, nikaenda kuishi kwa bibi. Nikajua mahusiano yangu na ule mwanamke yatakuwa yameshaisha. Basi nimeishi kwa bibi kama mwezi mmoja hivi, sijawasiliana naye kidogo. Akanifuata, akauliza paka akapajua, akanifuata, kunifuata kuongea naye pale, tukaomba msamaha hivi na hivi, nilikosea bwana, itakiwa nipige kelele hivi, mambo mengi niliongea naye. Basi nilipoongea naye, basi tukawa tumeyashughulisha, basi tukaendelea na mahusiano yetu. Sijui unaelewa. Basi wewe tumeendelea na mahusiano yetu, mimi nikabidi, maana kule nyumbani, maana vile tulikuwa nakaa ni majirani, nyumba hii hapa, nyumba 1 2 3 ya kwao. Tulikuwa nakaa ni majirani. Basi ule msao hivyo tulia na mimi ikabidi nirudi nyumbani. Mimi nyumbani tumekaa kwenye mahusiano naye. Ule mwanamke nimekaa naye mpaka sasa hivi nipo naye. Na mwaka kama wa 8 hivi. Maana sisi kwenye mahusiano yetu tumeanza toka tupo wadogo mpaka tunakuwa hivi. Na mwaka naye kama wa 8 hivi naye. Basi nimeishi naye, mwisho wa siku nikaja nikampa mimba. Nilipompa mimba mama ikabidi anikimbize. Kunikimbiza kuja huku Dar es Salaam. Mimi huku Dar es Salaam sio nyumbani. Mimi huku nimekuja tu kutokana na hiyo msala. Basi mwanamke amebaki akiwa analea mimba yangu. Amelea. Mimi na huku nipo natafuta pesa, napambana nahudumia ujauzito. Unaona? Paka mtoto anakuja anazaliwa mtoto. Anazaliwa mtoto, sasa ikabidi niende kumuona mtoto. Huyo nikaenda mkoani, nikaenda kumuona mtoto. Nimefika nimemuona mtoto, nimecheza na mtoto, maana mtoto wangu amezaliwa, amefikisha miezi 4. Ndio nilipokwenda kumuona mimi. Basi nimeenda kumuona mtoto, nimeenda kukaa kama mwezi mmoja, nikawa nimerudi huku. Wakati narudi niliondoka vibaya. Sikumuaga yani. Yani niliondoka tu. Kwa mfano tumekaa hivi na bwana, mimi bwana mimi naondoka leo. Basi mimi nikawa nimeondoka. Sasa sijui hapo ndo nilimkosea. Nikawa nimeondoka. Kuja huku nimeishi. Sasa tunaelewa ubize. Afu mwanamke anataka akikupigia umepokea, akitumia message umjibu kwa wakati. Sasa mimi nikawa niko busy sana na kazi. Umeona? Niko busy sana na kazi. Sasa kuona vile akaona kama mimi vile mimi simhitaji, nimezaa naye tu afu simtaki. Basi tukawa kila siku tunagombana kwenye simu. Yani visa vingi sana. Unaona? Basi sawa. Tumeishi naye kwa kugombana hivyo, tumegombana leo, kesho tumegombana, kesho tujagombana. Na kipindi huo muda tunaishi, naambiwa kule mtaani kwetu, bwana huyu mwanamke wako ni hivi na hivi ni hivi, anaharibu ndoa za watu, anatembea na wanaume za watu. Mimi sikujali kwa sababu nampenda, ananipenda, mimi sikujali, nikafanya kama siwasikii. Mara ya kwanza taarifa uliipataje, ilikuwaje? Mara kwanza taarifa inaambiwa na rafiki zangu, bwana hivi na hivi na hivi. Sasa mimi sikutaka kuamini. Unajua katika mahusiano hatakiwi
umshirikishe mtu mwingine, yani haitaki muwe watatu, ndio muwe wawili, wewe na mwanamke wako, inabidi msikilizane katika mahusiano. Mimi sikutaka hivyo kumshirikisha mtu mwingine, nikanamweka chini mimi mwenyewe kwenye simu tunaongea naye. Yanaisha. Kesho tena linaibuka hili. Kesho tena linaibuka hili. Kwa mwingine na mwingine. Kwa mwingine na mwingine na mwingine tena. Nikaona sio kweli. Tukawa tunagombana kana bwana mimi nataka muda huo yupo nyumbani kwetu mimi kwa mama yangu. Alipopata ujauzito aliondoka kwao. Alipopata ujauzito, ameishi na ujauzito kama miezi mingapi? Kama miezi 6 hivi. Kama miezi 6. Babake akawa mtaki. Babake akawa mtaki, sasa ikabidi aende kwenu sasa. Aje nyumbani. Amekuja amekaa nyumbani. Sasa mamangu naye maana mimi sijakuwa na babangu ashafariki. Mamangu naye ni mtu wa kutoka ikabidi arudi nyumbani kwao sasa pale ili ajifungue. Kujifungua kwao amekaa kama mwezi mmoja hivi. Miezi miwili babake akawa mtaki, anamfukuza na mtoto, ikabidi aje nyumbani tena, akarudi nyumbani kwetu mimi. Alivyorudi amefika ameishi ndio paka nikakwambia nimerudi. Baada ya kurudi huku tunarudi pale kwenye simu sasa ambazo anakupigia unakuwa busy. Kuna simu zile ambazo ananipigia na kuwa nipo busy. Basi tukawa tunagombana kila siku, tunagombana. Mimi sikutaka kuamini marafiki zangu, mara naambiwa natembea na marafiki zangu. Unaona, sikutaka kuamini. Basi mimi nimetoka majuzi tu hapa nyumbani. Ikabidi niende nyumbani, ambao ni mwaka huu mwezi wa 3. Nimeenda nyumbani. Nilienda nyumbani bila taarifa, sijamtaarifu yeye, nilimtaarifu mama tu. Nimeenda kama nilijua nikienda, naenda mimi najua mtu najua ananipenda, nampenda. Nimempelekea zawadi, nimejipinda mwanaume kutokana na uwezo wangu na nilipoishia nilimnunulia. Nilijua nikienda atamkuta upo hivi na hivi na hivi. Mimi sinamjua. Kwamba utamkutaje? Kwa mazingira tu, yani simu ambayo alikuwa anatumia sio sahihi. Nikamnunulia simu ndogo tu kisoswadu. Nikamnunulia simu, nikamnunulia nguo kadhaa, nikamnunulia zawadi, nikawa nimeenda nafika pale. Mwenzangu hata nilifika usiku. Nafika nagonga mlango pale, anafungua mlango. Hata akuonyesha kwamba anashtuka, hakuonyesha kwamba anajali, hakuonyesha kunipokea. Nimefika nimetoa mizigo zangu pale. Nimekaa chini na mwangalia mtoto. Mimi lengo langu nimeenda kuangalia mtoto na mama. Ambao ni mke wangu mimi, na nilikuwa namhitaji na bado namhitaji. Nimeenda kumwangalia mtoto na mama. Nimefika pale nimekaa najua tapokelewa kwa furaha, nitafurahiwa, nitaenjoy, nimekuja, unaona? Yaani hivi nilikuwa nategemea sivyo. Basi mimi ikabidi nilale kwa sababu mtoto alikuwa shala, ikabidi nilale. Amka kesho asubuhi. Mtu asubuhi amenuna. Sijui kanunia shida nini. Mimi nimekuja baada ya mtu fly, nimekuletea zawadi hizi hapa, mtu hataki hata kuzipokea. Basi mimi nikamwambia shida nini? Akaniambia bwana ni hivi na hivi, mtani naambiwa mimi natembea na wanaume za watu, kisa mke wangu. Kisa mume wangu yupo mbali, anitaki, na hapa mtani unasema mimi nimekaa hapa kwenu kwa ajili ya mtoto tu, ila mtoto akishakuwa mtanifukuza. Mtanifukuza hapa kwenu. Nikamwambia sio kweli. Kama kufukuza ningekuacha kwamba utoke muda mrefu, kwa sababu kwa maneno ninayopata kwa watu, hata kama ni wewe hawezi ukavumilia. Maneno napata maneno mengi sana mabaya, machafu, ila mimi sijasikia. Mimi nakusikia wewe. Kwani ni kweli au maneno akakataa? Hapana, ni uongo. Tumeongea pale, nimeongea naye tukashughulisha hilo swala likawa limeisha. Likaishaje? Hilo swala lilivyokuwa limeisha, tumeongea tu katika maongezi yetu tukaombana msamaha. Kwamba aache kutembea na kuvunja ndoa za watu, au mliombana msamaha? Kwamba tuliombana msamaha kwa jinsi ambavyo tulikuwa tunagombana. Ndio tuliombana msamaha
maana palikuwa kuna mvutano. Ndio tukaombana msamaha pale, tukasuluhisha. Hata katika kuombana msamaha nimeishi naye nyumbani kama siku 3 hivi, siku 3. Kumbe wewe mwanamke, tunajua mwanamke hawezi ishi bila mwanaume. Kuna vitu atakuwa na vihitaji sana. Mimi nilikuwa nipo mbali, nimekaa huko, nimekaa naye mbali zaidi ya miaka 2 au mwaka mmoja. Alikuwa na mwanaume. Huyo mwanaume alipigwa na rafiki yangu. Alikuwa na mwanaume. Japo mimi nilikuwa sijui na alinikatalia kata bwana, mimi hapana. Huyo mwanaume alikuwa anaitwa Juma na nilijuma. Alikuwa anaitwa Juma. Akanikatalia, hapana, ni uongo. Ni uongo ndio. Sawa, tukawa tumesameana. Nimeishi naye karibia siku 3 na hisi siku 3. Siku ya 3 nimetoka kuzunguka kwa majamaa, ndugu jamaa na marafiki kwenda kuwasalimia. Nimerudi nyumbani. Nafika nyumbani namkuta amelala. Namuamsha, vipi? Chakula kiko wapi? Nasikia njaa. Anaamka kama kidogo, simu inapigwa. Unaona? Afu hapo kabla ya hapo. Maana ilikuwa ni kweli alitembea na rafiki yangu mimi. Kuna jamaa wangu ambaye mimi huyo jamaa wangu naishi naye vizuri kama ndugu, ni rafiki yangu. Yule jamaa akamfuata huyo jamaa wangu mimi, akamwambia, bwana, usitembee na huyo mwanamke, kwamba wewe hujui, wewe unajua ni mke wa fulani. Unaona? Jamaa akakataa. Akakataa kwamba bwana, mimi mwanamke yule sitembei naye. Na huyo jamaa wangu akamfuata na mwanamke, wewe tulia, acha mapepe. Hapa kumbuka upo ukweni. Unapofanya sio sahihi. Mwanamke akakataa. Basi sasa alivyokataa, basi hiyo siku ya 3 nimefika mkoani, nimekaa siku ya 3. Narudi nyumbani. Namuamsha, bwana, naomba chakula. Chakula iko wapi? Alikuwa hajapika, alikuwa amelala, sijui amechoka. Sawa. Akaniambia, chakula sijapika. Kwa nini? Nilikuwa nimechoka, ndo naamka sasa hivi. Nikamwambia sawa. Kidogo simu inaita. Hajaipokea. Akaitoa vibration. Akaitoa silencer. Nikashangaa, vipi, mbona upokee simu? Jamaa akapiga tena. Nikamwambia, pokea simu. Akaipokea simu. Alipokea simu, jamaa anambia, vipi, umechoka? Yeye akamjibu, hamna. Umefanya, nimelala baadaye. Yaani akawa anamkatisha baadaye. Nikamwambia, wewe ni nani? Akakata simu, pembeni. Nikamwambia, wewe ni nani? Akaniambia, ni mtu tu. Ni nani? Ni mtu tu. Ni nani? Nikamwambia, mlete hiyo simu. Nikachukua simu ile. Nikapiga ile namba. Piga ile namba, nasikia, huyu ni nani? Akaniambia, ni fulani. Ni fulani, ni nani yako? Yaani wewe ulivyopiga ndo jamaa akapokea, ndo mkao mnaongeleshana, au mwanamke ndo mkao? Nikampa mwanamke ile simu, nikamwambia, ongea naye. Akaongea naye. Vipi, umechoka? Anapoongea ni kama ni mtu na mpenzi wake na mahusiano. Unaona? Nikamwambia, ni nani? Ni fulani. Kwa nini sasa umefanya hivyo? Akaanza kulia. Akaanza kuniomba msamaha. Nisamee. Kwa nini? Jikaze. Basi nimeongea naye pale. Yaani mlikuwa mnaongea nini katika hayo maongezi sasa? Katika hayo maongezi nilikuwa naongea naye kuhusu huyo jamaa. Nikamwambia, kwa nini umefanya hivyo? Akanambia, hamna, nimepitiwa, hata sijui kwa nini, nashindwa kuelewa. Sasa nikamwambiaje? Sasa kama ulifanya na ulipitiwa, sasa kwa nini baada ya rafiki yangu kukufuata kukuambia uache au mambo au kuacha? Kwa nini? Bwana akaanza kunifungukia. Sasa, bwana, mimi nilikuwa nishapanga niachane na wewe. Yaani huo ndio ulikuwa mwisho wetu. Bila kuja hivi na hata ungenipigia simu. Yaani kabla ni Mungu tu ananiambia nenda bila taarifa kule, simtaarifu yule mwanamke. Na hata hivyo ungekuja huku, ungenitaarifu unakuja, usingenikuta hapa kwenu. Ungenikuta nishaondoka. Nikamwambia sasa kwa nini? Bwana, mimi nimechoka.
unijali, unihudumii, unifanyi nini. Nikamwambia yote hayo. Sasa mimi kule nimeenda kutafuta maisha, sijaenda kuchukua tu na kutuma au kuchukua na kuleta. Kule nimeenda kutafuta maisha. Na mimi kule sio nyumbani. Nikamwambia basi sawa. Nikamwambia mpigie huyo jamaa. Akampigia, jamaa akampigia, nikachukua simu nikaongea naye. Nimesalimiana naye, nikamwambia vipi fresh. Nikamwambia njoo nyumbani. Jamaa akashtuka, vipi? Njoo nyumbani. Jamaa akaniambia poa. Kwa sababu jamaa ni mtu ambaye namjua, najua pa kumpata. Alijua ni wewe unayemwambia njoo nyumbani au hakujua ni nani? Alijua ni mimi. Naye nililia sana, niliumia sana. Siji kusahau katika maisha yangu hicho kitendo. Mpaka leo hivi ninapokuambia siji kusahau. Najitahidi lakini ndio hivyo yani. Mwanamke namwambia, ananiambia ni kweli na nishawahi date naye, akukataa. Akaniomba msamaha pale, akaniomba msamaha, amelia sana, yani kanibembeleza sana, bwana nisamee, nimekosea, mimi binadamu. Anaelia hapo sasa hivi ni nani? Jamaa ameshafika nyumbani ndo analia au ni mwanamke au ilikuwa? Hapo alikuwa hajafika. Usimuite, muache tu. Kwani wewe muache tu, mimi nitaongea mimi na wewe tu, amalize mimi na wewe, wewe muache. Yeye ana makosa, mimi ndo na makosa. Ningemwambia kwa nini afu yeye anajua? Hapana, wewe muache tu. Hamna, nikanishampigia simu anakuja. Amelia sana, akaniomba msamaha. Pale mara kidogo jamaa anafika. Jamaa anamwambia vipi? Safi, mzima. Tumesalimiana hapa. Nikamwambia vipi mwana? Mbona tunafanyiana hivi? Haya maisha gani? Maisha gani? Anashangaa. Nikamwambia wewe ni nani yako? Huyu shemeji yangu. Sasa shemeji yako kwa nini utembee na shemeji yako? Kivipi? Jamaa anakataa. Nikamwambia mwanamke, wewe huyu nani yako? Akaniambia ni shemeji yangu. Kwa nini sasa? Kwa nini awe shemeji yako afu date naye? Mwanamke akaanza kunivuta ndani, njoo ndani. Mimi naongea na jamaa. Sikutaka kuanisha yani sikuchukulia hasira. Nilijitahidi kutuliza hasira zangu, nikawa naongea na jamaa kistaarabu. Nikamwambia mwanamke, wewe nenda ndani, mimi nitamalizana naye jamaa. Mwanamke nikaa nimempeleka ndani, mimi nikamchukua yule jamaa, tukapanda pikipiki, nikamwambia tutafuta sehemu nzuri tuongee mimi na wewe. Tumetafuta sehemu nzuri. Nikawa naongea na jamaa akakili. Nikamwambia mwanamke, umeishi naye kwa muda gani? Sijajua kama ndanganya. Ananiambia ndo kwanza ndo nilikuwa nimezana naye kama miezi mitatu hivi. Miezi mitatu, miezi minne. Sikutaka kuamini lakini ikabidi niamini. Jamani, nitaka nitumie maamuzi makali. Nikaona yani nikataka nimfanyie kibaya tu yani unajua si binadamu. Nikataka nifanye tu kitu kibaya, nikaona haitosaidia kwa sababu ishatokea, inabidi nisamee tu. Mwanamke kashaniomba msamaha, amekiri makosa. Mimi mwenyewe kuna kipindi nilikuwa namkosea na muomba msamaha na nisamee. Sasa kwa nini simsamee? Na mambo ya kupita tu. Mimi nikaa nimemsamee, jamani muongea naye pale. Ngoja niondoke, mimi nishasamee. Mimi nishapoteza, ila jua tunawepo siku utakuja kufanyiwa hivyo. Mimi nikaa nimesamee kilo safi. Ila mpaka sasa hivi bado naumia. Nimesamee lakini bado naumia. Nikaa nimesamee, basi nimeenda kwa mwanamke. Tumejitahidi kurudisha furaha yetu, ndio hivyo inakuja inapotea. Nikikumbuka ile mambo inakuja inapotea. Nimeishi naye mwezi mmoja kule nyumbani. Nikasema sasa mimi inabidi niende kutafuta sana maisha huko, maana mimi kusiwezi. Mimi utafutaji wangu hapo huko, inabidi nirudi Dar es Salaam. Yule mwanamke akakataa, akaniambia mimi nataka tuende wote. Sitaki ajirudie, nataka tuende wote, nataka tu wote utakapokuwepo na mimi nitakuwepo. Nilimkatalia, nikamwambia hapana, mimi kule bado sijajipata. Bado sina uwezo wa kukaa na wewe ukaishi vizuri. Akasema, akaniambia hivyo utakachokula na mimi nitakula hicho, tukikosa tutalala. Basi nimefikiria nikaona ni sahihi kwa sababu bado nampenda, ananipenda. Nikaona ni sahihi, inabidi nimbebe. Na mbebaje? Sijajipanga. Sijaenda kujipanga kule kama naenda kuchukua mwanamke na mleta huko au nachukua mke na mleta huko, sijajipanga. Inabidi nijipange huko. Nige mazingira sawa zini naendo haji. Hivyo yani. Kwa tayari kashafika au bado? Bado hajafika.
Ila mazingira tayari umeshaandaa. Mazingira tayari yashakaa sawa mpaka sasa hivi tunavyoongea hapa. Na mpaka sasa hivi hapa tunavyoongea inabidi tarehe 10 ndo anaanza kuja huko. Kusema kweli mwanamke nampenda. Ndio maana mpaka hivi. Hivi kama ni wewe brother unaambiwa mwanamke wako ni hivi na hivi, ni hivi na hivi, unakataa, afu mwisho siku unaenda unakutana na yule mwanamke, na yule mwanamke anakuthibitishia kwamba ni kweli. Unaweza ukaendelea naye hapo. Sasa umeshaongea na umefanya maamuzi yako. Mimi tena nikikujibu kulingana na mawazo yangu, nijibu na mawazo yako wewe, nikujibu tena mimi na mawazo yangu. Kama ni wewe nimekutokea situation mwanamke ambao yani mwanamke ambao unampenda, mwanamke ambao una ndoto naye nyingi, mwanamke ambao unamhitaji katika maisha yako, kinachoamua hapo ni upendo tayari, kwa sababu umeshasema unamhitaji. Kwa hiyo kinachoamua ni ule upendo ulionao. Kwa hiyo mazingira uliyoyafanya kwa mtu yoyote ambaye, kwa sababu wanasema masuala ya mahusiano mke na mume hayashauri. Wewe mwenyewe umezungumza hivyo, ni ya watu wawili. Kwa hiyo maamuzi uliyoyafanya wewe na yeye na upendo uliokuwa ndani yako, nadhani huo ndio uamuzi yani ambao ungekuwa unafaa kwa upande wako. Na mtu mwingine yeyote anaamua. Watu wote masuala ya mahusiano wanaamua kulingana na upendo. Maana yake aliyokuwa amekufanyia au aliyoyafanya ilikuwa hayajaondoa upendo ndani yako. Yangekuwa yameuondoa, ungeweza ukawa na maamuzi mengine, lakini kwa sababu na yeye amekiri akaomba msamaha, basi hapo. Asante.